Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kupatia uhai, afya njema, kutuwezesha kukutana tena siku ya leo kujadili ustawi wa sekta ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika kujadili hotuba hii ya bajeti kwa dhamira ya kuhakikisha sekta ya habari, utamaduni, sanaa na michezo zinakuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya ustawi wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kwanza kuwa naibu waziri wa habari na pia kuwa waziri kamili wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Hii ni heshima kubwa sana kwangu na kwa familia yangu, na nachukua kama chachu ya kuendelea kulitumikia taifa hili kwa bidii, weledi, uadilifu mkubwa. Nimhakikishie tu Mheshimiwa Rais ya kwamba utumishi alionipatia nitahakikisha ninamlipa kwa uadilifu mkubwa. Mheshimiwa Spika, niruhusu nitumie fursa hii kumpongeza tena Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na maono mapana yanayolenga kuleta maendeleo kwa wananchi mmoja mmoja na uchumi wa taifa kwa ujumla. Pia nimpongeze kwa kuendelea kuliongoza taifa vyema katika kipindi hiki ambacho dunia inakumbana na changamoto mbalimbali, hususan migogoro ya kivita Mashariki ya Kati na vita ya Urusi na Ukraine ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa dunia, ikiwemo kupanda kwa bei za mafuta, bidhaa mbalimbali. Pamoja na changamoto hizo, Mheshimiwa Rais Daktari Samia ameendelea kuonyesha uongozi imara na mahiri kuhakikisha kwamba taifa linabaki moja na tunaendelea kusonga mbele. Mheshimiwa Spika, niruhusu tena nimpongeze Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yake ya bajeti aliyotoa mwelekeo wa utekelezaji wa malengo ya serikali katika mwaka 2025-26 na mwelekeo wa shughuli za serikali katika mwaka 2026-27 pamoja na masuala mengine. Hotuba hiyo imetoa maelezo kuhusu sekta zilizo chini ya wizara yangu imezingatia na itatekeleza maelekezo yote yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Spika, kipekee naomba nikupongeze wewe Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuliongoza kwa busara na weledi mkubwa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo yako na miongozo yako imekuwa na msingi wa ufanisi mkubwa wa Bunge katika kusimamia serikali kutekeleza vyema majukumu yetu. Vile vile nampongeza Mheshimiwa Daniel Siro, mbunge, naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusaidia na kushauriana vyema katika utekelezaji wa majukumu yake. Nawapongeza pia sana waheshimiwa wenye viti, Mheshimiwa Deodatus Manyika, Mheshimiwa Cecilia Daniel Peloso pamoja na Mheshimiwa Najma kwa kumsimamia vema kwa ustadi mkubwa mijadala katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kuishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya Bunge, elimu, utamaduni, michezo chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko na Mheshimiwa Colonel Lucas Magembe, makamu mwenyekiti wa kamati, pamoja na wajumbe wote wa kamati kwa maelekezo, ushauri, maoni yao kwa wizara yangu ambayo yametusaidia sana katika kuboresha utendaji kazi. Maelekezo yao yamesaidia kwa kiwango kikubwa katika uwasilishaji wa hotuba hii mbele yako Mheshimiwa Spika. Kamati hii imekuwa nguzo muhimu katika usimamizi madhubuti wa utekelezaji wa bajeti na ukaguzi wa miradi, ambapo imefanikiwa kuhakikisha rasilimali za umma zinatumiwa kwa ufanisi na kwa manufaa ya umma kama misingi ya nyumba imara. Ndivyo uongozi wa kamati hii ulivyojenga msingi madhubuti wa maendeleo unaoleta mafanikio endelevu na mabadiliko chanya katika jamii yetu. Mheshimiwa Spika, kwa masikitiko yangu kwamba katika kipindi cha mwaka 2025-26 bunge lako tukufu lilipatwa na misiba mbalimbali ya waheshimiwa bunge. Misiba hiyo ni pamoja na msiba wa Mheshimiwa William Lukuvi aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Jenista Joakim Mwagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho na Mheshimiwa Halima Idi Naso aliyekuwa mbunge wa viti maalum akiwakilisha wafanyakazi. Kwa niaba ya wizara na wadau wetu tunatoa pole kwako Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika,
waheshimiwa wabunge, familia za marehemu, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa ujumla, Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Mheshimiwa Spika, mafanikio yaliyopatikana katika kipindi chote hiki kutokana na ushirikiano mzuri miongoni mwa wadau wa wizara wakiwemo viongozi, watumishi, wadau wa shirika wa maendeleo ya wizara, natambua mchango wao mkubwa wanaoutoa kwa wizara ambapo umeleta matunda yanayoweza kujivunia mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, niruhusu pia kwa dhati ya moyo wangu nimshukuru Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, mbunge, naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, kwa ushirikiano anaonipa katika kutekeleza majukumu yangu ya wizara. Nimshukuru pia ndugu Gerson Msigwa, katibu mkuu, ndugu Matthew Ntonda, naibu katibu mkuu, wakuu wa idara na vitengo, wakuu wa taasisi zilizoko chini ya wizara na watumishi wote wanaofanya kazi kwa bidii na wanaohakikisha mipango ya wizara inatekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Spika, wizara hii ni muhimili wa maendeleo ya jamii ya taifa kwa ujumla, ambavyo kwa maeneo mengine naweza kusema ni wizara yenye ushawishi, yani soft power ya nchi hii. Taifa letu na kulitambulisha kwa mataifa ya sekta habari imekuwa na mchango mkubwa katika kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha na kuhakikisha kuwa wananchi wanapata taarifa mahususi zinazowawezesha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi yetu. Aidha, utamaduni wetu ni uti wa mgongo wa taifa letu. Hivyo kupitia sekta ya utamaduni, serikali imeendelea kujenga uzalendo, kuhifadhi mila na desturi pamoja na maadili ya Mtanzania. Mheshimiwa Spika, serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuona umuhimu wa sekta hii hususan michezo, imefanya uwekezaji mkubwa unaolenga kuinua taifa katika ramani ya michezo. Mheshimiwa Rais amewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.2 katika michezo, ikiwa ni sehemu ya kuifanya Tanzania kwa mwenyeji wa AFCON 2027. Uwekezaji huu upo katika timu ya taifa, uendeshaji wa michezo pamoja na miundombinu mbalimbali. Mheshimiwa Spika, mapitio ya utekelezaji wa majukumu kwa kipindi cha mwaka 2025-26, mapato na matumizi ya wizara. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-26, wizara ilikadiri kukusanya shilingi bilioni 1,36,000, ambapo hadi kufikia mwezi Aprili 2026 shilingi milioni 699,706,093 sawa na asilimia 67.5 ya lengo la mwaka lilikusudiwa zimekusanywa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa taasisi zilizo chini ya wizara, kiasi kilichokadiriwa kukusanywa ilikuwa shilingi bilioni 40,295,192, ambapo hadi mwezi Aprili 2026 shilingi bilioni 17 na milioni 20,636 sawa na asilimia 42 ya lengo zilikuwa zimekusanywa. Bajeti ya wizara na mtiririko wa fedha. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-26 wizara iliidhinishiwa bajeti yenye jumla ya shilingi bilioni 519,673,073. Kati ya fedha hizo mishahara ilikuwa bilioni 33,408,000, matumizi mengine ilikuwa shilingi bilioni 28 na milioni 65, na miradi ya maendeleo ilikuwa bilioni 458,190,788. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi Aprili 26 wizara ilikuwa imepokea jumla ya shilingi bilioni 352,942,454,472 na senti 97 sawa na asilimia 67.9 ya bajeti yote. Kati ya fedha za bajeti ya mishahara, matumizi mengineyo shilingi bilioni 20 sawa na asilimia 74.6. Bajeti ya matumizi mengineyo ya miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 304,332 na laki 344 na 80 na senti 26 sawa na asilimia 66.4 ya bajeti ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 2025-26 katika sekta ya habari. Wizara kupitia idara ya habari na msemaji mkuu wa serikali imeendelea kuisemea serikali kwa kutoa taarifa mbalimbali kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini. Katika kipindi cha kuanzia Julai 25 hadi Aprili 26, wizara imefanikiwa kuandaa mikutano 22 ya msemaji mkuu wa serikali na vyombo vya habari. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata taarifa sahihi kuhusu mambo mbalimbali yanayofanywa na serikali, wizara imeratibu mikutano 30 ya taasisi za serikali kuzungumza na waandishi wa habari, ambapo aidha iliratibu mikutano 15 ya waheshimiwa mawaziri
kueleza utekelezaji wa majukumu ya kitekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kipindi cha siku 100 za muhula wake wa pili wa serikali ya awamu ya 6. Vile vile wizara imechapisha nakala 20 za jarida la nchi yetu linalohusu mafanikio ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia TBC imeendelea na utekelezaji wa miradi ya upanuzi wa usikivu kwa kujenga vituo vya kurusha matangazo ya redio masafa ya FM katika wilaya 18 nchini. Ujenzi unaoendelea katika wilaya za Kalembo, Rukwa, Liwale, Lindi, Rufiji, Pwani, Biharamulo, Kagera, Urambo, Igunga, Tabora, Karatu, Manyara, Kilolo, Iringa, Ulanga, Morogoro, Iramba, Singida na Kagera na Ngara, Kagera. Wakati huo TBC imepokea mitambo ya masafa ya FM kwa ajili ya wilaya za Tanganyika, Katavi, Gairo, Morogoro, Hanang', Manyara, Sia, Kilimanjaro, Mpwapwa, Dodoma. TBC inashirikiana na wadau wengine wa maendeleo ya mawasiliano na teknolojia ya habari ikiwemo mfuko wa mawasiliano kwa wote, ambapo mradi wa upanuzi wa usikivu unaotekelezwa katika wilaya 10 za Kyerwa, Kagera, Chunya, Mbeya, Kiteto, Manyara, Chemba, Dodoma, Mkinga, Tanga. Maeneo mengine ambayo mradi unatekelezwa ni katika maeneo ya Bukombe, Geita, Usangi, Kilimanjaro, Rombo, Kilimanjaro, Buhigwa, Kigoma na Tunduru, Ruvuma. Mheshimiwa Spika, TBC kwa kushirikiana na Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari imetekeleza mradi wa upanuzi wa usikivu katika wilaya 15. Kazi ya ufungaji wa mitambo ya kurusha matangazo imekamilika kwa vituo Arumeru, Arusha, Meatu, Simiyu, Sengerema, Mwanza, Kilosa, Morogoro, Mpwapwa, Dodoma, Mombo, Songwe. Ujenzi wa majengo ya kuhifadhi mitambo inayoendelea kwenye halmashauri ya Iringa vijijini, Lushoto, Tanga, Simanjiro, Manyara, Mbipwe, Rukwa, Nyang'hwale, Geita, Kilombero, Morogoro, Nkasi Kusini, Rukwa, Itigi, Singida na Mkalama, Singida. Mheshimiwa Spika, kukamilika kwa ujenzi wa vituo hivi kutaongeza usikivu wa 98% na hadi kufikia Aprili 2026 usikivu wa redio ya TBC umefika wilaya 139. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kuwa TBC inafikia vijana wengi, majukwaa ya mitandao, maboresho makubwa ya kimaudhui na mifumo yamefanyiwa kupitia Bongo FM, TBC2, TBC mtandao. Chaneli hizi za kimkakati zimekuwa chachu kwa kuongeza watazamaji, wafuatiliaji, wasikilizaji. Vile vile TBC kupitia chaneli yake ya Tanzania Safari ambayo ni mahususi kwa ajili ya TBC kupitisha chaneli yake ya Tanzania Safari ambayo ni mahususi kwa ajili ya kutangaza fursa za utalii na utajiri wa maliasili za nchi yetu, imewezesha kuandaa maudhui ya kutafasiri na kurusha jumla ya vipindi 10,125 katika lugha 5 za kimataifa ambapo ni Kireno, Kiarabu, Kiingereza, Kifaransa na Kichina. Mheshimiwa Spika, tarehe 2 Septemba 2022, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuwa Bagamoyo kwa ajili ya maandalizi ya filamu ya Royal Tour, aliagiza TANAPA kuitangaza njia ya utumwa kuwa kivutio cha utalii. Kufuatia agizo hilo, wataalamu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na TANAPA walifanya utafiti wa kuwasilisha ripoti iliyobainisha vivutio na mikakati ya utangazaji. Wizara kupitia TBC imetekeleza agizo hilo kwa kutambua njia ya misafara ya utumwa na wapagazi na kutangaza kupitia kampeni ya The Slave Caravan inayorushwa na chaneli ya utalii ya Tanzania Safari. Kampeni hii inalenga kutangaza njia ya utumwa na vivutio vyake ambavyo havijulikani sana kwa Watanzania na wageni. Kupitia kampeni hii vituo 14 vimebainishwa kutoka Zanzibar, Bagamoyo hadi Ujiji, Kigoma, vitakavyotumika kuhifadhi historia ya watumwa, utumwa, masulia na maisha baada ya kukomeshwa kwa utumwa. Kupitia kampeni hii ya The Slave Caravan, serikali itatarajia kuigeuza historia chungu ya utumwa kuwa fursa ya elimu, hifadhi na maendeleo ya utalii nchini Tanzania. Mheshimiwa Spika, channel ya TBC1, TBC2 na Tanzania Safari kwa kupitia mtandao wa television ya Carnival International zimeweza kufikia nchi 46 zinazoongea Kiingereza, Kifaransa, Kireno,
Nchi hizo ni pamoja na Angola, Benin, Burkina Faso, Botswana, Burundi, Kameruni, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chadi, Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Djibouti, Equatorial Guinea, Ethiopia, Eritrea, Gaboni, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Liberia, Lesotho, Mali, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudani, Afrika Kusini, Sudani ya Kusini, Uganda, Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabwe. Eza kupitia Azam nchi 7 zimefikiwa, ambapo ni Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda, Malawi na Zimbabwe. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia TSN imeendelea kutekeleza mradi wa ufungaji wa mitambo mipya ya kisasa ya uchapaji kwa kujenga jengo la kiwanda cha uchapaji na kununua mitambo mipya ya kisasa ya kuchapaji. Hatua ya ujenzi wa jengo la kiwanda cha uchapaji imefikia asilimia 83.1. Ununuzi wa mitambo mipya ya kisasa ya uchapaji umefikia asilimia 85. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia TSN imeendelea kuboresha uandaaji wa uchapaji wa maudhui kupitia magazeti, channel ya mitandao na majukwaa ya mitandao ya kijamii. Maudhui haya yamejulikana katika kuhabarisha mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hadi kufikia Aprili 2026, TSN imeandaa na kuchapisha jumla ya makala 2973 za kimkakati. Mheshimiwa Spika, TSN imeanzisha mkataba maalum wa historia kwa kuweka matoleo ya zamani ya magazeti na picha kwenye mfumo wa kidijitali. Jumla ya matoleo 12,600 ya Daily News na Habari Leo, picha zaidi ya 2499 na makala maalum zaidi ya 2100 zimepatiwa alama ya utambuzi, na mfumo huu umehifadhi nyaraka zote muhimu zinazohusu historia ya nchi, historia kuhusu viongozi wakiwemo waasisi wa taifa, historia ya harakati ya ukombozi wa uhuru kwa nchi za kusini mwa Afrika na historia kuhusu masuala ya kidiplomasia. Kutokana na maktaba hii ya TSN kuhifadhi nyaraka na kumbukumbu za kihistoria, kampuni imefanikiwa kuwa chanzo kikuu cha taarifa kwa ajili ya kitabu cha Rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin William Mkapa, Rais wa awamu ya 2 hayati Ali Hassan Mwinyi, kitabu cha Muungano, na picha zote zinazopamba ukumbi wa kimataifa wa mikutano ya Julius Nyerere. Katika hatua ya uimarishaji wa mfumo wa kidijitali, kampuni imeunda mfumo wa TSN Integrated Management Information System unaounganisha digital archive na tovuti ya kampuni ili kuwezesha kutoa huduma na kupata taarifa zote popote duniani. Mheshimiwa Spika, Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari katika kipindi cha Julai 2025 hadi 2026 imepokea maombi na kusajili waandishi wa habari 4139 kupitia mfumo wa Tai Habari, ambapo waandishi wa habari 3357 wenye vigezo vinavyoainishwa kwa mujibu wa sheria wamepatiwa ithibati. Malalamiko 14 ya uvunjifu wa maadili ya taaluma ya habari yameshughulikiwa. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imeandaa mwongozo maalum, na naomba nisome vizuri taratibu. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imeandaa mwongozo maalum wa kisheria utakaowezesha wanahabari wakongwe walioathiriwa na mfumo wa ithibati kurejea katika mfumo rasmi kwa kuzingatia masharti ya sheria huduma za habari sura namba 229 ambayo ilitungwa kwa ajili ya kukuza taaluma ya uandishi wa habari kwa kuweka mfumo wa kitaasisi utakaosimamia sekta ya habari. Mwongozo huu unaweka utaratibu wa kisheria wa kutambua na kuthibitisha umahiri wao kupitia tathmini maalum ya uzoefu, weledi na maadili ya taaluma na kuwawezesha kupata ithibati kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, kupitia mashirikiano kati ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari na mfuko wa utamaduni wa sanaa wa Tanzania, serikali imeendelea kuwawezesha mitaji ya kukuza, kuendeleza na kuzalisha kazi zao za uboresha unaokidhi mahitaji ya soko kupitia mikopo yenye masharti nafuu. Katika kutekeleza hayo, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
ametoa shilingi bilioni 20 kwa ajili ya mfuko wa utamaduni, tayari bilioni 200 kwa ajili ya mikopo ya watengeneza maudhui mtandaoni, yaani content creator. Zimetoka kwa lengo la kuwasaidia kupata vitendea kazi na kuongeza uzalishaji wa kazi zao. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia mfuko wa utamaduni na sanaa imetoa mafunzo kwa watengeneza maudhui mtandaoni wenye lengo la kuwawezesha kutengeneza kazi zenye ubora kwa soko shindani la ndani na nje ya nchi. Mafunzo kwa awamu ya kwanza yametolewa kwa watengeneza maudhui mtandaoni 931, ambapo kati yao wanawake ni 574 sawa na 62% na wanaume ni 357 sawa na 38%, kutoka mikoa mitatu: Dar es Salaam, Mwanza na Arusha. Mheshimiwa Spika, kamati ya maudhui imepewa jukumu la kusimamia maudhui yanayotolewa katika vyombo vya habari na kuchukua hatua pale inapotokea ukiukwaji wa sheria, kanuni na maadili. Kabla ya kuchukua hatua za kisheria, serikali hutanguliza mazungumzo, ushauri, utoaji wa maelekezo kwa vyombo husika, ikilenga kutoa fursa ya kujirekebisha. Hatua hizi huchukuliwa pale ambapo ukiukaji unaendelea, unajirudia au unasababisha madhara makubwa kwa umma. Katika kipindi cha Julai 25 hadi Aprili 26, Wizara kupitia kamati ya maudhui ya Mamlaka ya Mawasiliano imetekeleza majukumu yafuatayo: moja, kufanya vikao 9 vya kamati ya kushughulikia masharti dhidi ya watoa huduma 14 ambao walikiuka sheria, kanuni, masharti ya leseni zao; kufanya mapitio ya taarifa ya ukiukaji wa kanuni za utangazaji dhidi ya watoa huduma 11 maudhui ya utangazaji waliobainika kuwa na ukiukaji wa mara kwa mara wa sheria, kanuni na masharti ya leseni; na kushiriki kwenye vikao vitatu vya mashauriano na watoa huduma wa utangazaji na maudhui kuhusu uzingatiaji wa sheria, kanuni, masharti ya leseni na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari. Mheshimiwa Spika, sekta ya maendeleo ya utamaduni. Tanzania imejaliwa kuwa na utajiri mkubwa wa uanuai wa urithi wa utamaduni. Katika kuhakikisha kuwa urithi huu unalindwa, unahifadhiwa na kuendelezwa, serikali imefanya utafiti wa kutambua, kuorodhesha na kulinda urithi wa utamaduni usioshikika kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Utafiti huo uliofanyika kwa kushirikiana na wadau wa utamaduni ulijikita katika kutambua na kuorodhesha vazi la kanga kama moja ya alama muhimu ya utambulisho wa Utanzania na urithi wa utamaduni. Kufuatia utafiti huu, andiko la vazi la kanga liliwasilishwa Shirika la Umoja wa Mataifa Elimu ya Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kwa lengo la kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa dunia wa utamaduni usioshikika inayosimamiwa na shirika hilo. Manufaa ya kutambuliwa kwa urithi wa utamaduni wa Tanzania katika orodha ya urithi wa dunia ni pamoja na kuongeza hadhi ya utamaduni wa kimataifa, kupata fursa ya ufadhili wa uendelezaji wa uhifadhi wa urithi kutoka kwenye mifuko ya kimataifa inayoratibiwa na UNESCO, kutangaza urithi wa utamaduni wa Tanzania pamoja na utalii wa kiutamaduni duniani. Mheshimiwa Spika, jitihada nyingine zilizofanywa na serikali kupitia wizara ni kukamilisha uandaaji wa mwongozo wa kitaifa wa kulinda urithi wa utamaduni usioshikika, yani National Framework for Safeguarding Intangible Cultural Heritage. Katika kukubaliana na swala la mmomonyoko wa maadili nchini, umeandaliwa mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili nchini. Mbali na mkakati huo, kupitia televisheni ya taifa TBC